Taarifa moja ambayo iliweza kuripotiwa lakini naona bado imeendelea kushika nafasi kubwa kwenye vichwa vya habari vingi leo pia. Kulikuwa kuna tukio lilikuwa limetokea. Kuna watu waliiba gari ya kubebea wagonjwa. Ambulance. Yes. Iliibwa hiyo gari. Kwa hiyo kwenye msako wakakamatwa watu 4. Sawa? Na watu wao waliiba hiyo gari kwa lengo la kwenda kuibadilisha matumizi na kuigeuza kuwa gari ya kubebea watalii. Ambayo ilikuwa gari ya wagonjwa, liliibwa na lilibiwa katika ofisi za manispaa ya Musoma na likageuzwa kuwa gari la kubebea watalii. Jambo ambalo lilipelekea jeshi la polisi mkoa wa Mara kuwatia mbaroni watu 4 wanaotuhumiwa kuhusika na tukio hilo. Na kamanda wa polisi mkoa wa Mara aliweza kuzungumzia kuwa gari hilo lilipotea katika mazingira ya kutatanisha. Sawa, na sasa limebadilishwa muonekano wake kinyume na matumizi ya awali. Sawa, huku watuhumiwa wakiendelea kuhojiwa kuhusiana na hujuma hiyo dhidi ya mali ya umma. Kwa hiyo watu wamefika mbali na ambao walikuwa wameenda kuiba, na hiyo gari iliibwa kwenye parking ya hospitali. Okay. Kwa hiyo walichora ramani ya kwenda kuiba gari na kubebea wagonjwa, alafu baada ya kuiba wao ya kubebea watalii. Ngoja tusikize za kamanda kidogo, alafu turejea. Gari hilo liliibwa na hao watu na wakaweza kusafiri nalo mpaka Arusha, wakaliingiza katika gereji bubu na kuanza kulifanyia mabadiliko ambayo kimsingi utaliona sasa gari muonekano wake ulivyo kwa sasa. Lilikamatwa gari hilo ambalo liliibiwa huko Arusha likiwa katika hatua za mwisho za kulibadilisha kutoka muonekano ule wa kubeba wagonjwa na kuwa katika muonekano wa kibiashara wa kubeba watalii, na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 ambao ni Goodluck Steven Chacha mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Tarime mjini. Lakini alikamatwa mtu mwingine Karume Kimweri mwenye umri wa miaka 26. Hali ndio iko hivyo na taarifa ndio iko hivyo ya hao ambao wametiwa mbaroni kwa kuiba gari ya mali ya serikali, mali ya umma, na wao kuigeuzia matumizi. Wamepeleka gereji wameipa muonekano ule ambao wao wanautaka. Wachomelee pale viti vya kitalii na kuigeuza gari ya kitalii. Dakika za jioni sana watu wamekuja kudakwa. Kudos kwa jeshi la polisi, lakini pia kudos kwa watu waliotajwa kwamba wametoa ushirikiano hadi vijana hao na kamatwa. Jumla watu 4 ambao unashangaza kuona kwamba mali ya umma watu wanafikiria kwenda kuiba magari ya umma ambao wanasaidia umma ili kwa manufaa yao binafsi. Ndio sawa na wale wanaoiba nyaya za umeme wanaenda kuziuza kwambia kopa hiyo. Ni sawa na wale ambao wanabomoa miundombinu ya maji ili apate maji, basi kakata bomba ili mradi yeye barabara ipite kwake. Basi kuna vitu tu mtu atafanya ili mradi yeye afaidike, akijiona kwamba ndo anastresa na kufaidika kwa wenzake. Na hii ndio inatufikisha hapa kwamba watu wanakuwa hawajali, hawapo considerate na zinazoitwa mali za umma. Hizi mali za umma zote, vifaa vyote, sijui magari, kila kitu ambacho kipo kama ndani ya mwamvuli wa mali ya umma, hiyo maana yake ni matumizi kwa Watanzania wote popote pale walipo. Mali ya umma ndo mali yetu,
Achana na kampuni private. Yaani unaona usafiri wa daladala, usafiri wa umma. Yaani kwenye kituo cha daladala, daladala zitasimama na utapanda. Na utashuka. Na unaendelea na shughuli zako. Na yule ataondoka atapakia sehemu nyingine. Yaani ile sio kwamba ni kama vile umeingia kwenye gari lako sasa wewe la private ama umekata tiketi, no. Public service. Public service pamoja na mali zake, hizo huduma pamoja na mali zake zote ziko chini ya Watanzania. Sasa inashangaza kuona mmoja au miongoni mwetu unatoka kwenda kuharibu. Lakini si tu aina hii, wako aina nyingi. Kuna hadi wale wa ofisini ambao nao pia wanaharibu. Mtumishi hayupo, mambo yaendi tu. Mtumishi hayupo kimaanisha jina lake tu mtumishi, yani anaitwa hayupo. Hayupo jana sijaje. Ndio majina yake. Yaani hayupo ofisini ukifika. Tokea jana sijaje. Ndio maana majina yake anaitwa hayupo, babake ndio tokea jana sijaje. Yaani ukifika pale ofisini una shida hayupo ya kiofisi. Tokea jana. Mtu ambaye anatakiwa ndo asimamie zoezi lako pale ofisini hayupo. Anaitwa hayupo. Tokea jana sijaje ofisini. Yuko pale. Kutana naye sasa. Ukitoka huko kuna wale wengine wa kalamu wale, wa kusaini wale. Kila sehemu kuna wavurugaji, na mbaya zaidi unajipiga risasi wenyewe miguu. Ilikuwa ni nje ya kambi. Kwamba anafanyika si ndani ya serikali yetu wala si mtaani kwetu wala si humu, yani tusifanyane sisi kwa sababu tunaumizana sisi wenyewe. Sasa vuta picha, hakuna ambulance. Wao ambulance wameona kazi yake ni nini nzuri sana, ni kwenda kubeba watalii, yani kwenda kubeba raia, binadamu wengine ambao si wa Tanzania, ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kufurahi na kustarehe. Wao ndio wao, ni kazi ya muhimu ile kubeba ndugu zao wagonjwa, wanataka kwenda kujifungua. Hao wana muhimu. Wenye umuhimu ni hawa wanaokuja hapa kustarehe, miezi 2-3 wanaondoka. Tukachukue hiki cha kubebea watu mahututi, tukibadilisha kazi, tukifanye ni chombo cha starehe. Imagine. Yaani tunajihujumu. Ukisikia uhujumu ndio huo, sasa mtu amekuhujumu. Bwana, ile adhabu ya uhujumu uchumi, ya kosa la uhujumu uchumi, adhabu yake ni kali sana. Yaani mtu anayehujumu ni mtu ambaye anaharibu kupita maelezo. Hata kiwa vijeshi sidhani kama wanamudu. Nadhani wanaelewa jeshi la kiwa vijeshi zimeingia. Hasa wale hawamfikii mtu ambaye anahujumu mambo. Aidha katibu. Popote pale ndio ile mnafiki. Mtu anayehujumu. Sasa ndio mnafiki mwenyewe, mtu anayehujumu. Yaani mara heri ya mchawi kuliko mnafiki. Mnafiki shehe anafunga naye swala msikitini. Kumbe anakunafikia. Shehe mnafiki unasimama naye kwenye kama ni jeshi, yeye ndo anaongoza kikosi mbele. Anajua kabisa kwenye kona ile pale wote wamekufa. Lakini mchawi akija atakuacha, ataondoka. Mnafiki anakupeleka shimoni, yani anakutoa pale ulipo kwa kukuhujumu. Sasa walichokifanya mbona ni kuhujumu, tena uhujumu ambao ndo zile unasikia zinatolewa adhabu kali iwe mfano. Watu wengine wakisikia wana Zanzibar, nadhani ni mwaka jana walifariki vijana wawili wakienda kuiba miundombinu ya Nyaya. Walikaa wakafungana mota. Tukaibe. Nini sasa hapa waja umejeza nyasa adili zile. Tuondoke. Fika sehemu ya tukio wakapanda hapo juu. Kufungua hizo Nyaya. Kilichotokea? Andondokea huku. Wote wawili kula shoti moja matata, poteza maisha pale pale. Kwa sababu wanaenda kucheza kwenye waya ambao miundombinu ya umeme unapita. Alafu ni kwenye ile sehemu fulani ilikokuwa na mavili mengi kama transformer. Hasa wale ile transformer la karibu na pale. Yaani wakaenda kwenye chanzo, yani hata hujapoa bado wa moto. Wakaenda kuchezea kule. Ngoma ikajibu kama ilivyotakiwa. Kwa sababu haikutakiwa binadamu kwenda pale kukata nyaya huku na ukaondoka nazo. Hiyo si kazi wala si. Na mambo yameandikwa danger hatari. Danger hatari. Vitu vyote yani kama Kiingereza uelewe basi. Na mbele ya danger hatari kuna mchoro mshuti shoti kama misikizanga hivi. Na mbele huo mchoro kuna alama kama mtu kamekufa kana mtu anakuvuka. Aisa kaka kote pia kusoma hujasoma. Hizo picha. Ushtuki. Haya, msikilizaji, hii ni Jamvini. Tuachie